Wewe mwanamke wako akwambia, lakini mwanamke wako ameniambia kwamba una tatizo fulani. Kwa mimi nikija hapa nikitoa somo, sielezi kwa yanayotoka moyoni mwangu, naeleza vitu ambavyo changamoto wanazokutana nazo wanawake zenu. Kwa lazima unisikilize, yani usilete ukakamavu. Kuna changamoto imetokea katika mahusiano yako. Kubali kuungana na mwenzako kuyaelekea ama kuelekea utatuzi, na sio kumtenga mwenzako akashughulikia hilo swala peke yake. Mke wangu tumegombana kwenye 1 2 3 4. Tutafute ufumbuzi. Twende kwa mwalimu, twende kwa counselor, twende siku kwa twende huku na huku. Ambatana na mwenzako, kwa sababu mkiwa wote wawili ni rahisi kusaidiwa kuliko kusaidiwa mmoja mmoja. Leo mimi nitamsikiliza mwanamke wako, pengine ananidanganya ama pengine anaongea kiutashi na hisia za maumivu. Labda wewe ungeniambia ukweli, lakini nitamshauri mwanamke wako hata kama kanidanganya. Kwa tutazidi kuharibu. Lakini mkiwa wote wawili, wewe umeniambia ukweli na mwanamke wako ameniambia ukweli, na maana mimi naona kabisa tatizo hapa lipo kwa mwanamke, halipo kwako. Na mwanamke anashindwa kujua kama tatizo lipo kwake kwa sababu sijazungumza na wewe. Ama wewe hujaniambia tatizo la mwenzako. Kwa hiyo mwanamke alijua tatizo lake, kwa akinifuata mimi hata niambia tatizo lake kwa sababu alijui hujamwambia, ataniambia tatizo lako. Kwa lazima tukubali wakati mwingine kuja pamoja kuziokoa ndoa zetu, kuokoa mahusiano yetu. Na tutakubali kwa namna gani? Kwa kukubali kushirikiana na wenzetu katika kuelekea upatanishi kwa pamoja. Nimemuomba mwanamke wako akutumie hivi. Sio kwa sababu akuonyeshe mimi najua sana, lakini nataka leo rudi nyuma. Mahusiano ni vitu vinavyohusiana na watu wawili, ama ni jambo linalohusiana na watu wawili. Bila yeye hakuna wewe, bila wewe hakuna yeye. Hayo ndio mahusiano. Otherwise kama tunataka kufanya kila kitu kila mtu kimpango wake, maana yake usingekuwa na yeye. Lakini mpo pamoja, maana yake lenu ni moja. Hebu mtengenezee wepesi mwenzako wa kuweza kukushauri ama kukuambia tumsikilize mtu fulani ama kukutumia video za mafundisho. Leo hii mwanamke gani atathubutu kumtumia mumewe staili? Amwambie mume wangu, hii staili nimeipenda hii, naomba tuifanye, tuijaribu. Wachache. Ukifanya hivyo mume wako atakuwa ndio unaweza ukaachika tena. Kwa wewe malaya wewe, ushazoea mimi. Kwa hiyo tuwatengenezee wanawake nafasi za kushirikiana na sisi katika matatizo yao na katika matatizo yenu kwa pamoja. Mume wangu, kuna jambo fulani, umalaya wako mimi naona hili ni tatizo. Wewe malaya sana mume wangu. Naomba tusikilize hii video. Pengine itakusaidia. Na wewe ukipewa video usikilize, sikiliza. Sio unajifanya hapo nitasikiliza. Kwa hiyo ushadelete. Sikiliza.